Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na simulizi yetu ya safari ya misionari. Karibu. Ugumu wa maisha ule unapungua, kwa hiyo tunapata hela na Yesu anapata watu. Bwana asifiwe sana. Yaani Yesu anapata watu na kuja kwake. Sisi tunapata hela za watu wale, maana Mungu ametufanya kuwa wavuvi wa hela. Yeye anavua roho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukaenda namna hiyo. Tulipofika uadui ukaanza kupungua, ndio tukaanza sasa mikutano. Sasa tukaanza mikutano, tukaanza ushuhudiaji, watu wakaanza kutusikiliza, tukaanza kutoa huduma. Sasa Mungu akatuambia sasa, hapa mimi sijulikani. Ile Pasaka na Krismasi walikuwa hajui kabisa. Tukaanza kuandaa zile Pasaka na Krismasi, ni huduma. Sasa watu wote tunapika chakula, tunatangaza kabisa, tunampa mtu wa megafoni, mnakaribishwa wote kanisani. Kesho mbuzi wamechinjwa wawili, kula na kunywa bure. Wakaanza hivi. Wao wako napikwa asubuhi 11 mpaka saa 3 tumemaliza. Unakaa pale, watu wanakaa. Inapigwa injili, ubwabo unanukia. Ukiondoka, ubwabo unaisha. Wao wakaana kuja kanisani sasa. Siku ya Pasaka na Krismasi wanakaa kusubiri ubwabo. Yesu anapita kwanza. Tunawaeleza maana ya Christmas. Kuna mtu alizaliwa anaitwa Yesu Kristo. Ilikuwa sikukuu kubwa kwa ajili ya ulimwengu. Inaelezwa tunaomba mapepo manalipuka yasile ubwabo, maana mkiwa na watu na mapepo unakuwa utoshi. Tunaondoa kwanza wapangaji. Kwa tunajikuta hiyo inavunja zile kuta. Maana huko nyuma kabla tulianza huo urafiki tulikuwa tunapigwa mawe, mnatukanwa, sijui na nini. Lile neno Adamu na Eva likaanza kufutika na lenyewe. Ikawa mchungaji. Nini? Nishaanza kuwachunga. Ule uchungaji hauji hivi. Yaani uchungaji sio tu umevaa kora tu. Umechunga. Kwa hiyo naanza kuwachunga kwa msosi ule, unajikuta tunasogea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nikomee hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi labda tuwe na kipindi kingine cha shuhuda sasa. Amen. Maana kwenye shuhuda huku ndugu zangu ndio kuzito sana. Bwana asifiwe sana. Mambo ambayo Mungu ameyafanya kwa miaka hii yote kupitia uwepo wetu. Amen. Yako mambo mengi sana. Leo tuishie hapa. Nimekupa kipengele kinaitwa wito wa misionari. Sawa? Safari ilipoanza mpaka hapa. Sana karibu kipindi kizuri cha safari ya misionari. Amen. Na kuna mambo kadha wa kadha tunatamani kujifunza kutoka kwako. Majina yangu naitwa Tuzo Kisogo, ni misionari pia. Amen. Nikukaribishe ujitambulishe pia. Mimi majina yangu naitwa Jonas Malinguvu Timano. Mimi ni mzaliwa wa Kagera lakini naishi Dar es Salaam. Na ninafanya kazi na African Unity. Asante sana. Labda baba yangu Jonas, umefika hapa mwaka gani? Hapa nimefika mwaka 2005 mwezi wa 5. Okay. Kwa tuna jumla ya miaka 18. Asante sana. Na labda wakati unafika hapa Songosongo, je, wewe ni Mkristo? Ulikuta kanisa lolote hapa Songosongo? Amen. Asante sana kwa swali. Mimi ni Mkristo na ule muda niliofika hapa Songosongo kuwepo kanisa kabisa. Kuwepo kanisa na kila mtu aliabudu anachokiamini. Na nilichokishuhudia kwamba Wakristo wengi walikuwa tunafika. Wengi walikuwa wanataja majina yao ya umini. Hakuna anayependa kutaja jina la kwake la kutambulisha kwamba Kristo. Kwa mfano naitwa Jonas Timano, kwa hiyo nataja mimi ni Timano. Wengine waliokuwa huko mjini kama kipindi cha mfungo na yeye anafunga kama anavyofunga Ramadhani. Sasa ukionekana unakula unaonekana huko tofauti. Lakini pia ilikuwa na sifa ya nguvu za giza. Walikuwa wana uchawi ulikuwa huko juu sana. Kwa hiyo ulikuwa unafanya watu wawe na hofu sana. Kwa hiyo una uchawi lakini pia na hii habari iko habari
kiasi kwamba hata wizi ulikuwa ukitokea, kipaza sauti kinapita, wanasema kitu fulani kimeibiwa. Kwa hiyo kufika kesho kabla hujasoma habari ni mwizi ajisalimisha. Kwa hiyo watu walikuwa naenda wanajisalimisha. Lakini pia kulikuwa historia kwamba kuna mzee mmoja ambaye watu walikuwa naenda kujisubmit, yani unaenda kuomba baraka zako. Ukifika kwamba nimefika kuomba baraka zako, basi nakutangazia ukae tu utakaa kwa amani, hakuna shida. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo. Sasa mimi kama Mkristo nilivyofika, nilianzia ibada kule kule kambini. Nikajaribu kuhamasisha na Wakristo wenzangu niliokuwa na wafahamu pale niliowakuta wana majina ya Kristo kambini, kwamba tuanze hata ibada za jioni. Kwa hiyo waliokubali wakakubali, tuanze ibada za jioni. Wanaona kwamba ina haja wakaacha. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya ibada za vyumbani. Baadaye kadri tulivyoendelea kufanya ibada za vyumbani, akaja ndugu mmoja anaitwa John Samuel. Alikuwa ameokoka, anafanya kampuni iliyokuwa inatulisha chakula kwa manager wa kampuni. Kwa hiyo naye kaungana. Kwa hiyo tunavyokutana hivyo, tulikuwa tunachanga na sadaka kidogo, ndio ile ibada ina sadaka. Ibada ina sadaka. Baada ya kupata sadaka tukaona tukafikisha ndani kwa 200,000. Tukanunua makuti, tukajenga kibanda cha makuti. Kwa hiyo tukajifanya kwamba ndo kanisa kule kule kambini. Kwa hiyo tunapigia pale kwenye kibanda, na mtu yote anayekuja tunamwambia kwamba ibada anayekubali tunasaidia kila siku jioni. Labda niulize swali, hicho kibanda cha makuti ni mwaka gani ambapo mlianza sasa mkapata wazo na mkaamua sasa kujenga kabisa kibanda cha makuti? Kibanda cha makuti nilijenga kwenye 2007 hivi, 2006 2007. Lakini taarifa zikaja huku kwamba kuna kibanda, wakaambizana kwamba watu kule wamejenga kanisa. Sasa kule kulikuwa kuna vibanda vingine vinafanana na kile tulichokijenga. Kwa hiyo ndapokuwa sikuona kwa macho, lakini tulipata taarifa kwamba walitumwa watu kwamba waende, wakikuta kwamba ni kanisa wachome moto. Wamesikia kwamba watakuta kina msalaba, wachome moto. Lakini kwa sababu akikuwa na msalaba na kilikuwa kinafanana na vibanda vingine vya mahema mengine, kwa hiyo hawakuweza kufanikiwa. Kwa hiyo tukawa tunaenda tumeendelea hivyo mpaka hapo 2010. Ana 2010 mwezi wa 3 ndio nilikuwa kwa. Sasa 2009 huko mwishoni tunapata wenyeji wa hapa ambao walikuwa wanafanya kama wanajiaki. Sasa wewe unasema huko habari za Mungu, kwa sababu kuna wengine tulikuwa tunahamasisha, wanakuja tunawaombea ambao wanaonaji lakini wanaficha kuwaombea hivi. Sasa habari zinafanya. Sasa kusema mimi nasema mnaombea nini? Leta kabisa, leta kweli neno, leta injili tusikie kama yani kama doki. Basi nikawaomba kama basi nipeleke serikali za mtaa kuonyesha uongozi. Nilipokutana nayo akawa kidogo ana moyo wa kusaidia. Kwenda akanisaidia mpaka mwisho. Nikawa nimeshapata ofisi la kaandika barua kila kitu sabini. Kwa hiyo sasa yule walikuja kumtisha mwishoni, tulipomwomba apeleke kibali Songwe kule Kibwa Masoko polisi. Kwa hiyo wakaenda wakamfuata wakamwambia tutakuloga. Na kweli alipokuja kazini kuja kurudi asubuhi ile aenda akakuta mke wake amezimia. Kwa hiyo akanipigia simu akasema siendi tena. Sasa ndo tukapata mtu mwingine kule kambini kwa huyo manager akatoa kijana wake alitusaidia kupeleka vibali kule Masoko polisi. Sasa kule polisi wakapeleka taarifa hapo, wakafanya mbinu kuzuia kwamba tusiweze kuingia. Sasa kuna kipindupindu soko. Kwa hiyo wale OCD wale kule wakawa wanataka wanasema sasa mimi nikaripoti na ofisi kwa mzee Mmani ambapo ndio ndio ilikuwa inaongelea mambo. Mzee Mmani mzee mmoja alikuwa polisi naye baada kutana na mtu wa Mungu akatusaidia. Yakawasiliana na RPC kwa walimu akamwambia hajiweka dhamana kwamba hao watu mimi nawafahamu, kama kuna lolote litaharibika basi hawadhibiti. Kwa hiyo kibali huyo OCD akaagizwa kutoka mamlaka ya kule, kwa hiyo lazima kutoa kibali.
mtu wa kufuata kibali na kuongoza wageni, ndio hivyo. Huyo akamtisha mpaka akazimia. Kwa hiyo tukapata yule kijana. Yule kijana alikuwa mtu wa kawaida, lakini toka alipotii akapeleka kile kibali, alivyorudi Mungu alimuinua, alikuja kuwa manager baadaye kabisa. Kwa hiyo mkono wa Mungu ukaanza kuonekana kwamba Bwana anainua watu kutoka mavumbi. Kwa hiyo ndio tukafanikiwa, wale wa Nuref wakaja hapa kisiwani, wakawa wanakubaliana kwamba hakuna chombo chochote kubeba watu, kilikuwa vile vyombo vya tanga jahazi. Sasa wakazipiga marufuku kwamba yote atakayebeba atakuwa. Kwa hiyo wakaogopa. Sasa kuna ndugu mmoja alikuwa na engine, boti yenye engine kubwa, alikuwa analeta mizigo. Kawasiliana naye, pia akakubali kwamba Nuref itakodi pesa naweza kuleta. Lakini hapo nimejaribu kukatisha, kwa sababu mimi niliitwa sana kwenye vikao vya kijiji. Kisha hapa niliona siku ya mstaki kwa bosi wangu kwa mchungaji anaitwa David Kucha. Kwa hiyo akamwambia mchungaji kwamba alikuja kuleta nini. Yaani vita ilivyoendelea akaamua kutisha hapa nataka kuleta vurugu. Alikuja kuleta nini, ataka kufanya kazi. Sasa yule mzungu akaniita. Namshukuru Mungu alinipa ujasiri. Kama alivyonipa ujasiri nikasimama katikati ya serikali ya kijiji na wale watu. Mungu alinipa neema, nikaweka kamera kama hii. Maana nilivyoona kwamba hapa naweza kutokea lolote, nikaweka kamera nikamwambia tunarekodi matukio. Mimi nikitukana kule watasoma, au nini mkitukana au lolote likitokea, kwa sababu mimi niko peke yangu sina sauti. Kwa hiyo wakawa wanaogopa. Hata ilipoisha chaji ikazima hawajui. Wakawa wanaogopa. Kwamba italeta. Sasa tukaenda hivyo kwa hiyo hata hilo la taarifa nilizozipata, wakachukua jina langu kusoma arubati ili wakachinja mbuzi wakazika, wakasema tumemaliza. Nashukuru Bwana Yesu, naendelea kupumua mpaka leo tunaendelea. Kwa hiyo wakawaambia watu kwamba hao watu hawatavuka, wakipanda hicho chombo kitazama hapo katikati, wakafanya kwa hiyo tulikuwa tumepanga print matangazo. Kwa kweli hatuprint, kwa sababu kile chombo kilipofika tu pwani, baisikeli hizo kuwepo pale zikakimbia, wakatoa taarifa kwamba walifika. Kwa hiyo habari zikaendelea kwamba wamesha. Kwa hiyo ikawa ni failure namba moja ya kwamba watu watazama hawakuzama, na wamesaidia kutangaza, wakawa wamesaidia kutangaza. Kwa hiyo ndio watu wakaingia kwa mara ya kwanza. Nishukuru tena kwamba kampuni ya Pan African Energy walitusupport sana. Walitupa magari ya kubeba maji. Yaani nakumbuka hata wale wahubiri wa mwanzo tuliwahost kwenye mahema ya kampuni. Kwa hiyo tulipata support kubwa. Na ilipokuwa inabidi wale watumishi walikuja kusaidia, wanakuja kwa ndege. Hivyo walitusaidia sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Kwa hiyo tukaendelea, vita ikaendelea kuwepo. Lakini Mungu atusaidia. Tukahubiri mkutano pale shuleni. Tulipofanyia mkutano wa kwanza, kampuni ilikuja ikajenga kituo cha chekechea. Kwa hiyo yani kama ni saini ya kwanza, maana kwa pamefungwa kwa sababu hiyo hali haikuwepo. Watu wakija kwenye kampuni walikuwa wanaomba hela ya matambiko. Kuja matambiko kupita wanaomba. Kwa mara ya kwanza sasa kampuni ikahost, wakajenga kituo cha chekechea. Pale tulipokuwa tumejenga madhabahu ya kuhubiria mkutano. Kwa hiyo kama ulivyokuwa umesema, mafanikio tukaanza kuyaona. Na kitu kingine ambacho nilikiona physical, ambacho naweza kusema Biblia inasema hubirini injili kwa kila kiumbe. Mimi nimefika hapa 2005, nilikuta kiangazi cha Songosongo kilikuwa kikali sana. Kiasi kwamba wanyama, mbuzi, ng'ombe wanazidiwa, wanakufa. Kwa sababu watu wa huko hawana tabia ya kuingiza mifugo ndani. Kwa hiyo unakuta mizoga inatapakaa hata kule kwetu. Unakuta mizoga yani wanazidiwa, hawana maji, hawana chakula, wanakufa na hakuna anayewaokoa. Kwa hiyo akifika hapa anaozea hapo. Lakini toka tulivyomaliza mkutano wa injili 2010, kiangazi kile cha kuua mifugo ikaoza. Hakikutokea tena mpaka leo. Kwa hiyo mifugo wanapungua kama wengine wanavyopungua. Lakini ukutane na mfugo umekufa kwa sababu hakuna maji, hakuna nyasi, hicho kiangazi kiliisha. Kwa hiyo ni hatua ya kusema
kuna uwezekano kwamba kama inavyosema Biblia kwamba kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo viumbe wa songo wanaifaidi Injili kwa sababu hawaozi na kufa ovyo kwa sababu ya ukame na ukosefu. Ninashukuru sana. Wakati naendelea kusema hapa, nilikuwa nawaza mambo mengi sana na nikawa najaribu tu kujua kwenye hiyo nafasi ya mtu ambaye hiyo miaka 18 iliyopita alikuwa hapa Songosongo kama Mkristo. Tunaweza kusema kwamba ni neema ya Mungu ambayo inakupa ujasiri wa kusogea mbele. Na labda niulize, tukio lipi labda limeshakutokea ambalo lilikuwa ni hatarishi sana kwako wewe kama Mkristo hapa, wakati umeshaanza mchakato ya kuinua Mkristo hapa na kuleta Injili? Jambo gani ambalo ukilikumbuka unasema pale ilikuwa ni mkono wa Bwana? La kwanza ndilo kama nililosema, ambao walinistaki wa bosi. Kumbuka mimi nilikuja hapa nililetwa kufanya kazi. Ndio. Nikaajiriwa na tunapata kipato cha kutunza familia. Sasa waliponistaki kwa bosi kwamba nichague niendelee na kazi au niondoke. Kwa hiyo bosi aliniita. Namshukuru Mungu alinisimamia. Sasa niuliza, bwana, kuna habari? Nikamwambia ni kweli. Habari hizi zipo. Hii ni Tanzania. Tanzania tunaruhusiwa kuabudu ili mradi tusivunje sheria ya nchi. Kwa hiyo mimi ni Mkristo. Kule naenda kama wengine wanaenda kunywa pombe kila mtu kwenye starehe zake. Na mimi naenda kuabudu. Kwa hiyo mimi naenda kwa. Akisema sasa jiangalie ndugu yangu watakuua. Akasema kwa habari ya kuniua hapo nimeshavu. Sababu siwezi kufa tena. Kwa hiyo wewe wakikuuliza, wewe waambie amesema ni Tanzania na huku kazini kazi anafanya. Kwa hiyo mambo mengine ni imani. Na nashukuru Mungu ile mzungu akaelewa. Kwa hiyo akasimama nalo hilo, lakini akanionya kwamba angalia usije ukadhulika. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni tishio, kwa sababu ilikuwa ni rahisi kusema nitahatarisha ajira. Maana wako wengine ambao walikuwa wanatuambia usije, wanaogopa kwa sababu kwamba tutakuja kuharibu ajira. Hilo la kwanza. La pili ni hilo nililosema kwamba nililazimika kuweka kamera. Maana nilikuwa nimekatisha. Sasa unakuta huko katikati ya watu wanakusonga. Huwa anasema hiki, sasa nikamwambia sasa ili na mimi niweze kuwa na shahidi kama italazimika kwenda mbele, ngoja niweke kamera turekodi. Sasa nyie huko wengi mtasema ametutukana ndio maana tumempiga. Mtasema ameanza kutupiga hivi. Kwa hiyo sasa mimi naweka kamera. Kama mimi nitawapiga, kamera itaona na huko mbele wataona. Kama mzini mtanipiga. Sasa ni ujasiri ambao kwa kweli na mimi nasema kama si mkono wa Mungu. Sasa watu walikuwa wanakuja na jaziba. Hilo Bwana akanivusha. Kaja jingine sasa wakati wa kujenga ile kanisa. Kwa sababu ana hapo na kipengele nilikiruka baada ya 2010 kuhubiri Injili tukawa tuna hakuabudia. Tukamwomba huyu ndugu George Peter kwamba atukodishe hapa ulikopo ukumbi wa disco umetengwa kwa makuti. Kwa hiyo tukamwomba kwamba atukodishe kwa tunaabudia. Kwa watu wakawa wanatiana moyo na wameambizana hakuna kuwauzia watu wenyewe na hao watatoka wataondoka. Sasa tukaendelea kuabudu hapa, baadaye ndio tukatengeneza kikosi cha kwenda kuona kuwaomba watu wengine. Baadaye nayo wakubali New Life in Christ kalipa hela bila moja kanunua huo ukumbi. Sasa tumeenda na huo ukumbi, kulikuwa hakuna shida. Lakini tulipoanza kuchimba msingi kuja kujenga hili kanisa kwa jina la Bwana, jiwe la kwanza kujenga kwa jina la Bwana, ndio vita ikainuka. Wakaitana, mimi nakumbuka mwenyekiti wa kijiji wakati ule alikufa. Kwa sababu hapa kuna nguvu za giza. Sio kwa na. Kwa hiyo kulikuwa kuna malumbano. Kwanza wakamtisha George kwamba kwa nini unauza, akashindana nao akawashinda. Sasa sisi wakasema mmejenga nje ya mipaka ulionunua. Sasa ile habari ya kubomoa kanisa, mimi nilikuwa kazini, wanajenga au wanabomoa, mimi nilikuwepo ile ya kushindania kwamba mipaka ni watu wanakuja wanajazba wana sile hilo na leo nao kwamba huyu kumbuka kipindi kile hakuwepo polisi. Hapa ilikuwa mwenye nguvu au uwe mchawi au uwe una nguvu za mwili, wewe ndio unaweza unaishi. Mimi na hapo huwezi kusema utaita polisi, haikuwepo polisi. Ilikuwa ni neema ya Mungu. Unasimama unaongea, unashangaa yale maneno yanawagusa. Kitu tukio kingine ambalo nalo nilikuwa nyumbani.
kijana tulikuwa tumemwacha hapa na mtu gani naye kwa. Ndio tulikuwa tumemwacha hapa, walikuwa wanalinda kanisa tukisafiri. Nasema Waislamu wameitana, wamesema nataka wachome kanisa. Sasa akasema nafanyaje? Sasa tulikuwa tumeombea chumvi ya huduma kuwepo hapo. Mimi nikamwambia chukua hiyo chumvi ya huduma. Hiyo kijana anaitwa Innocent. Nenda kanyunyizie ule uwanja kabla hawajaja. Wahi asubuhi nyunyizie. Alafu tulie. Na ukiona wamekuja kubomoa, wewe usiwazungushe. Ondoka. Ondoka tu wabomoa. Mungu ananitetea. Walivyoenda kanyunyiza, nakuja kunipigia baadaye, walipiga nduu yao wakaja wakusanyika. Lakini wao wenyewe wakagawanyika. Kwa na vishana wengine walitetea kanisa, wengine wanasema tuende. Sasa tukafika sehemu wakashindana wakasema sasa hatuna umoja, wakatawanyika. Kwa hiyo Mungu akawa amewatawanyisha. Kwa hiyo matukio kama hayo vingine ni hivi tu, sio uchawi. Tumemwona kwa na hata tulikuwa tukienda kuhubiri watu wakitajaza mtu hata hiyo ilitokea baada ya polisi hao polisi wamekuja kabisa na bunduki. Mtu anasema ni wewe mimi, huwa kabisa mimi. Tukasema tukatumia hiki. Tukasema Yesu alishafia ulimwengu, alishafia watu. Hatuhitaji tena mtu mwingine kufa. Mwanga damu kwa ajili yake mwenyewe, kwa nini wewe ya Yesu alishafia damu? Kwa hiyo tukatumia hiki tukasema wapendwa yetu Kristo tutakufanyia mambo. Kwa hiyo vitisho kama hivyo vilikuwa vinatokeza, au mko kwenye baada kama hivi watu tunaona wanapita wanapiga hatua hapa tutabomoa mpaka pale. Kwa hiyo vitisho hivi tukafika mahali tukavizoea kama ni sehemu ya maisha, lakini tunaendelea kumuomba Mungu kwa kweli mpaka leo tunamuona Mungu. Kuhusu waumini, tulikia tukua waumini kama 5. Lakini watu wengi waliokuwa wanaokoka kwa unakuta ni watu ambao wamekuja huku wengine wafanya ukahaba, wengine labda kutoka huko walianza kufanya hivi. Sasa akimjua Mungu akamfundisha akaelewa, wanarudi makwao. Kwa hiyo watu wengi wameondoka, lakini wametoka hapa wameshamtoa. Hata kipindi kilipokuwa na kanisa kule Kabini, watu walikuwa wanatoka Kenya, wanatoka wapi, wanakuja kusaidia kazi. Mtu unamwangalia kabisa unamwona kama mvutabani. Lakini karibu mnavyokwenda akija kuondoka, yani ameshamtoa Mungu anaabudu yuko vizuri. Kwa hiyo mtu anaweza akaangalia kanisa akaona kama halina watu wengi, lakini tukihesabia list ya watu ambao wakamjua Mungu na sasa wakasema sasa tunarudi nyumbani. Kama mtu alikuwa kahaba, biashara ya ukahaba imeisha, anarudi nyumbani kuendeleza ufalme wa Mungu na kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo wengi sasa. Asante sana baba kwa ushuhuda mkubwa na mzito ambao Bwana ametenda ndani ya Songosongo. Na labda kwa unaiona wapi Songosongo labda baada ya miaka 5 au 10 pamoja na simulizi hii utaipata pia kwa njia ya kitabu ambacho kinaitwa Safari ya Umisionari kwa bei ya shilingi 10,000 tu. Karibu.